Leo tunawakaribisha wajamii wote kutoka Dimani na Nyamanzi na pia pamoja na wakazi wa hapa Fumba Town kusherehekea iftar pamoja. Sisi tupo hapa tangu miaka 10 sasa hivi na tunatafuta sehemu za kurudisha kwa wananchi wa Zanzibar. Wengi kati wao wamewekeza pia hapa kwenye mradi, lakini pia kuna watu kutoka nje wamewekeza. Tunafurahi kweli kwamba huu mradi umekuwa hivyo. Tumeweza kuajiri watu zaidi ya 700 hapa kwenye mradi, kwenye ajira tofauti. Na pia leo ni siku ambayo tunataka kukaa kwa pamoja, sio kwamba watu wa nje na Wazanzibari wote ni wa jamii hapa. Leo tunafikiri tunakaribia labda nafikiri watu 500 watasherehekea hii iftar hapa pamoja. Ni tofauti kidogo na makampuni wengine wanafanya iftar kwenye mahoteli. Sisi tunataka kusherehekea wote kwa pamoja. Kila mwaka tulifanya iftar kwa wote kwa pamoja. Fumba Town wako muda mrefu au CPS wako muda mrefu na sasa hivi nafikiri takriban miaka 10 kutoka walipoanza kuja kuwekeza Zanzibar, na huku kwa hususan kwa huku kando ya Dimani wamekuwa wanajumuika sana na wananchi wa huku kwenye kushughulika kwenye activity mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo hii si mara ya kwanza kwa wanafanya futari, lakini wanakuwa wanafanya activities mbalimbali siku za Ramadhani. Sasa wanakuwa wanagawa kwa wananchi bidhaa muhimu zile za Ramadhani kama unga, mchele, sukari. Kwa kweli hii inaleta taswira nzuri kwa sababu hawa kwanza kuna ajira ambayo wametoa kwa wanavijiji ambao waliozunguka, lakini pia inaonyesha kuwa wawekezaji na wananchi sio kama ni vitu viwili tofauti, lakini wanaweza wakajumuika kwa pamoja wakawa kitu kimoja. Wenzetu hususan kama wawekezaji wakiwa wanatoka kutoka nje, manake nao wanapata kujifunza mila zetu, desturi zetu. Kama wanavyoona wengi hapo, mimi wengine tunakuwa tunaishi nao hapo, lakini leo wengi siwajua kwa sababu wamevaa kimila na wamejumuika na wananchi, wanakaa chini, wanajumuika na wananchi kwenye siku hizi za Ramadhani. Basi kwa kweli inaleta faraja kubwa sana, na wananchi hawajioni kama wao hawako, yani wanajiona ni wamoja pamoja na hawa wawekezaji. Kwa kweli inaleta taswira nzuri sana. Mimi kwa upande wangu nahisi ni jambo jema kwa wawekezaji kupata fursa katika maeneo yetu, lakini ikafika siku wakaweza kutenga fungu kwa ajili ya kurudi kwa wananchi. Hii moja kati ya jambo jema ambalo linadumisha umoja, ukaribu, lakini pia kuweza kuwatoa hofu wananchi, kwa sababu baadhi ya wananchi huona kwamba uwekezaji kama ni kikwazo kwao, lakini kumbe uwekezaji unakuwa ni fursa, na ni moja kati ya jambo ambalo litawekwa vizuri linaendelea kuleta tija kwa wananchi kama hivi leo tunavyoona. Mimi nadhani iftari hii inakuwa kila mwaka katika maeneo haya. Ni jambo ambalo wananchi wa ukanda huu wamekuwa wakilifurahia sana, kwa sababu ni moja kati ya jambo ambalo linazidisha umoja, upendo kwa wananchi pamoja na wawekezaji. Mimi nadhani kikubwa ambacho kipo kati ya wananchi na wawekezaji, tumekuwa tukisikia malalamiko, lakini moja kati ya jambo ambalo limekuwa likikuza ukanda huu wa kwetu, hususan katika swala zima la ajira kwa vijana, ni swala zima la uwekezaji, kwa sababu uwekezaji unapata fursa kubwa kwa wananchi wetu kuweza, hususan vijana, kuweza kupata ajira katika maeneo mbalimbali ya ukanda huu. Kwa hiyo mimi nasema uwekezaji haujawa ni changamoto kwetu, bali kwetu ni fursa. Tunatakiwa wanadimani tuendelee kuitumia vizuri fursa hii kwa maslahi mapana ya vijana wetu pamoja na taifa letu kwa ujumla. CPS walipokuja, kama alivyosema Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwamba mwekezaji yoyote awe karibu na wananchi. Kwa hivyo hawa wenzetu wa CPS wako karibu sana na wananchi, na imefika kusema kwamba waunde kamati. Kwa hivyo kamati hii tunashukuru, tunakwenda nao vizuri, na hili jambo wanaendeleza kulifanya, maana sio leo, hili ni jambo endelevu la kufutarisha, lakini na sadaka nyingine wenzetu hawa wanatoa, lakini ni wepesi wa kusaidia jamii. Nashukuru sana kampuni ya Fumba Town kwa kutufutarisha, kwa kuwa pamoja nasi. Kama mnavyoona wananchi tumejumuika kwa wengi, tunaonesha upendo gani tuliokuwa nao. Tuko vizuri na tunashukuru, alhamdulillah.